kupoteza concentration. Na miongoni mwa kwenye coaching career tunaambiwa miongoni mwa namna nzuri ya kuifungua timu ambayo inacheza defensive ni namna tatu. Namna ya kwanza ni kucheza wide balls, kwa maana kupiga mipira pembeni. Young Africans walikuwa wanafanya hivyo, wanapiga mipira ya pembeni, mafullback wanatanuka, Yanga wanajaribu kupita kwenye half spaces. Kuna mpira mmoja nilisema hata kwenye matangazo kwamba Mudathir Yahya amepita katika nusu nafasi kwa sababu mpira umetokea pembeni, afu unaona kuna stretching imefanyika, kwa maana ya Mbeya City wameruhusu magepu ambayo mshambuliaji anaweza kayatumia na yakatumika, though hawakufanikiwa kuandika bao. Haya, wametumia tena mbinu nyingine, kwa maana ya kupiga electrical passes, kupiga pasi nyingi. Timu iko ina defend kwa namba kubwa, pigeni pasi nyingi katika hilo eneo. Walikuwa wanapiga pasi nyingi katika kituo, nyingine zilikuwa zinafanikiwa, nyingine zilikuwa hazifanikiwi. Lakini eneo la mwisho ni namna kuifungua timu ambayo inacheza compact, ni dribbling, namna ya kudribble. Sasa Pacome Zouzoua nadhani ni king of dribbling, mzuri sana kwenye kudribble na kuondoka na mpira, kitu ambacho alifanikiwa hata Alan anayefanya, lakini sio kwenye daraja la Pacome, vitu ambavyo vilikuwa vinafanikiwa. Angalia counter attack ambayo ameifanya Young Africans, ametoka nao mpira Pacome mbali, ka drive. Mimi alipopata tule mpira Pacome kwenye lile eneo nikaguna kwenye matangazo, nikasema na nilikuwa nasema hivyo kwa sababu nilikuwa najua Pacome katika ile eneo, kwa maana ya fast running, kukimbia hapa, hii ni hatari. Kwa hiyo kuna wachezaji unaweza kufanya maskara kwenye maeneo yale, lakini kwenye daraja la mchezaji kama Pacome ni qualities ambazo kwenye ligi yetu tulikuwa tuzipate kwa miaka mingi. Miaka mingi tulikuwa tunasajili wachezaji ambao wa daraja la chini au daraja la kati hapo, kutokana pia na economic masses ya timu zetu. Lakini this time around tunapozungumza, tayari timu zina fedha nyingi, investment imekuwa kubwa. Kwa hiyo tumeweza kuleta wachezaji wenye madaraja makubwa. So unapoona daraja la mchezaji kama Pacome, kuna mazingira unaona kabisa kwamba huyu hapa ni threat. Kwa mfano angekuwa mchezaji wa kibongo, maybe amepata mpira eneo lilo, ungesema anaweza kuturn akarudi nyuma akatafuta position nzuri ya kupasia, lakini Pacome aliona hapa kuna namna ya kwenda mbele. Kwa hiyo kwa sababu ni huyu, unasema hapa anaweza kawa threat na kawafunga, na kweli kakimbiza, kafanya runs, kabakia na Kelvin Kingu alifanikiwa kufanya movement na Pacome, lakini eneo la mwisho Kelvin Kingu akachagua kufanya sliding tackling, yani aslide kuzuia mpira. Pacome ilikuwa tayari ameshafanya calculation kichwani kwamba huyu atakuja kulala, akamkamua kwanza, akamwambia wewe lala chini, alafu akaplace akaenda kufunga. So ni call it. Tunaweza tukaongea vitu vingi hapa kuhusu Young Africans na hiki ambacho amekionyesha, but end of the day ni call it. Yeah. Asante.